Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mmeamshwa na Bwana. Tuko wazima. Naomba tusimame tumshukuru Mungu ili hatimaye tuingie moja kwa moja kwenye vipindi vyetu vya siku ya leo. Yesu Mungu Baba yetu wa mbinguni, kwa ajili ya wakati huu ninakubariki Bwana kwa ajili ya siku ya leo njema. Umetoka kibali kuwapo machoni pako asubuhi ya leo, tukiwa wazima na wenye afya machoni pako Bwana. Tunalibariki Mungu jina lako lenye uweza na mamlaka. Asubuhi ya leo namleta mwalimu mtumishi wako anapoenda kusimama kwa ajili ya huduma. Naomba Bwana ukamtumie kama ulivyokusudia asubuhi ya leo kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya viongozi wako. Mungu ukamtie mafuta, ukamtetee, ukampiganie Bwana. Asubuhi ya leo nilibariki jina lako na kulitukuza mno. Baba nakushukuru na kubariki katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakubariki Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe Bwana. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako ulivyotujalia asubuhi ya leo kutuamsha wazima. Asante kwa sababu unatujali na kulinda katika yote. Unaendelea kulibariki Bwana semina hii, unaendelea kulibariki kila kono na wabariki Bwana. Tie nguvu Bwana, tutetee. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako mkubwa, na libariki jina lako. Asante tunaposimama machoni pako na kumleta mwalimu, naomba umtumie kama unavyopenda mwenyewe. Tumejikabidhi kwako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu kwa nafasi hii. Karibu sana kwa mskofu. Barikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niombe wachungaji walioko huko nje waingie wote. Kama tumekuja kuotea jua au naomba waingie wote kabla hajasimama mwalimu waingie. Ni vizuri mwalimu anasimama, wanafunzi wamekaa na wametulia. Tafadhali waombe samahani. Waingie wote. Waingie. Vitabu tanunua wakati wa break. Tunapopata chai kwenda kununua kitabu. Hebu tuingie wote. Naomba watumishi wa Mungu huko nje, ingia ndani, alafu tuanze kwenda na utaratibu. Tunapoanza pamoja usije ukaruka na jambo ambalo limekufaa sana. Kuta limepita. Naomba tuingie. Nashukuru kwa uaminifu wenu, na jana mlifanya vizuri sana, tujaza kwa wakati. Jana mlifanya uaminifu sana kwa wale ambao mlikuwepo. Na leo tufanye hivyo. Wachungaji na wote wahusika wa kongamano hili, ingia. Hata kama sio mchungaji lakini umekuja kwa ajili ya hili, hebu ingia mahali hapa, tuanze pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Jana tumefundishwa na mwalimu aliyekuwa amesimama kwamba hebu ukiwa amesimama mwalimu si vizuri kupita hata hapa. Tulifundishwa jana eti. Sasa jana amesimama askofu mkuu, watu wanapita hapa. Watu wanapita hivi, wanakata hivi. Kidogo kwa kweli kanidhamu. Ni kama kalitaka kupotea lakini kamerudia. Sawa jamani. Sisi ni watumishi wa Mungu. Najua askofu mkuu ni mkubwa. Hata kama una mdharau, lakini kwa Mungu ni mkuu. Anamwakilisha Mungu ndani ya taasisi nzima. Sasa ukitokea wewe mmoja, wawili, watatu, wanne, hata mngekuwa 10, unamdharau, ujue unamdharau Mungu. Kwa naomba heshima ni kitu cha bure. Heshimu tu eneo lako. Amen. Tuthaminiane, tujengane. Kama Biblia usivyotaka kutendewa, usimtendee mtu mwingine. Amen. Tujenge utamaduni wa kila mmoja kuona huyu ni nani, pale wewe ni nani. Nitaleta maana sana ndani ya taasisi. Hata wakija wakuu wetu wa serikali wanajua sana taratibu za uendeshaji mambo yao.
Sasa watikute sisi tuko hovyo. Amesimama hapa mkuu wa mkoa, sijui nani anapita hapa, nani anapita, akamatwa na askari nawekwa ndani, tuliambiwa jana. Sawa, sasa asante kama mko wawili watatu uko nje ingia, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Asante. Nadhani sasa tunaingia na habarini za asubuhi. Mkaje jamani? Tunamshukuru Mungu wote tuko salama, hatujasikia lolote. Nani anaumwa, nani kapata msiba, Mungu yuko upande wetu, ametufunika sawa sawa. Na kwa kuwa tumeamka salama, sio kadhani shetani alinyamaza, alipambana, hakudhuru, hakufanyia chochote, lakini Mungu ali upande wetu, shetani hawezi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa, kama kawaida yetu, leo ndio siku yetu ya mwisho ya kongamano letu lenye baraka na lenye majibu, na hapa ndio dini inatengenezwa. Amen. Hapa ndio dini inafanyaje? Maana idara zote, nashukuru jana tulihakiki, zote ziko hapa, zote. Kwa hiyo ni uwakilishi mwema wa kupeleka huko. Hii ndio dini. Idara ndio dini. Serikali pasipo idara ipo? Haipo. Idara, watu waliopitia idara wanafahamu kwenye mafundisho ya idara. Amen. Tulijifunza jana, mtu asipopitia kwenye idara huko tulikotoka, ni ngumu sana kufahamu maana wa idara au umuhimu wa idara. Lakini tuliojua toka huko, idara ni kiungo vizuri sana, kwanza kuunganisha kanisa, kulifanya kanisa liweze kwenda sawa sawa hatua zake. Amen. Basi Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini askofu tumewasiliana naye, ametoa salamu nyingi sana kwenu tena. Amefurahishwa sana na kongamano hili na anaendelea kulibariki. Amen. Anatutakia tumalize kwa usalama. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Basi sasa kama kawaida tutaenda kwa saa moja mpaka saa 4 tunamaliza, tuna break pale chai. Saa 5 kasorobo tunaingia tena, ili kifika saa 7 ratiba yetu nisema saa 7 ndio mwisho. Amen. 7 kipindi cha mwisho tunamalizia hapo. Sasa siku ya leo katibu wetu yuko hapa. Amen. Jana aliweka mawili, mara naaga, mara sijui kama itakuwepo, lakini tunamshukuru Mungu yupo. Amen. Sasa kwa kuwa ni mmoja wa wadau wenye kufanya kazi hii pamoja na idara, sasa aliniambia kitu fulani kwamba baadaye ngapi, kaambia basi tukakubaliana kwamba aseme na sisi tusalimie. Naona aje watumishi wa Mungu kama askofu alivyofanya jana. Alisemaje? Akasema mimi sio mwenye idara, sijawahi kupita kwenye idara, kwa mniseme mambo mengi, si ndio jamani? Lakini angalia alivyoenda na mtiririko. Si jichenga. Unajua, heri ukubali kujifunza kuliko kujifanya unajua. Ukijifanya unajua utakosea tunakuelekea. Jifunze kwa mwingine. Hata Yakobo anasema sikiliza mwingine. Amen. Askofu mkuu anasema sijui najifunza kwenu. Tujaliwe na sisi roho hiyo kujifunza. Amen. Kwa hiyo katibu wetu atasimama katika kipindi hiki mpaka kusanya kamili, wakati wa kwenda chai kusikiliza nayo mengine, na yeye ndio msemaji wetu wa kanisa letu la GCCI. Taarifa zote, usisikilize taarifa kutoka kwenye mitandao, kutoka kwa watu wanaopitia huko usio wajua. Sikiliza taarifa ya kanisa letu kutoka kwa katibu mkuu. Amen. Huyo ndio mtoa taarifa za kanisa.
pamoja na kama hayupo katibu mkuu, basi mwingine mmoja wao ndani ya ofisi yake. Nje ya hawa wanne, hizo taarifa sio za kwetu, sawa? Nje ya askofu mkuu, nje ya katibu mkuu, nje ya makamu, nje ya mhasibu, sio ya kwetu. Ukiona wamenyamaza hawa, ujue hiyo si haituhusu. Hata kama wamekuandika wewe, iache ipite. Sawa jamani? Haleluya! Hiyo yeye atakuwepo kwa ajili ya hayo yote na mwingine, na kusalimia pia katika kujenga na kututia moyo. Mungu wa mbinguni awabariki. Katibu mkuu, sasa nikukaribishe. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Muda ni mfupi. Unajua, ukikaribishwa mezani, saa ya kula tu, kula kama kula. Haleluya. Usiende na wenyeji wanavyokula kidogo kidogo, uwezi ukajua walianzia wapi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Uwezi ukajua, pengine unakula tu karanga, unakunywa chai na nini, alafu yaani ukiingia mezani kula, acha wakushangaa, lakini umeshiba basi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekaribishwa mezani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kusema niwasalimie kidogo, natoa salamu yenyewe kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wanasema naambiwa paka saa 4. Sasa nikiangalia paka saa 4 zimebaki dakika kama 20. Sasa baba haleluya. Mgeni ukikaribisha, ukiona hujatosha, uliza jamani, hamna vilivyo salia. Omba. Elia akaambiwa kula, maana safari hii bado ni kubwa kwako. Kula. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, na wasalimu katika baba askofu mkuu makamu, askofu wa kanda na kamati yako, viongozi wa majimbo na kamati zetu, wakurugenzi wa idara taifa mlioko, na wengine wote, wachungaji, viongozi wa idara, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu ni yale Robert Ngai, ni katibu mkuu wa kanisa letu. Naomba nitumie muda huu niliopewa kwa mambo mawili. Nitatumia mambo mawili. Nitagusa eneo la somo, lakini pia nitaelezea hali ya kanisa na kinachoendelea sasa. Taarifa zinakuwa ni nyingi. Nishukuru baba amesema hapa kwamba nje ya kamati kuu usisikilize lingine lolote. Ninalo la kukwambia ya nini kinachoendelea. Usikae na mashaka. Nianze kwa kusema tuko salama zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba nianze na neno, alafu nitamalizia na taarifa ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nianze na neno, nitamalizia na taarifa ya kanisa. Somo ni refu ambalo lingechukua vipindi kama vitatu kulimaliza, lakini nimekuja na kopi. Chache ziko pale nje, imeandikwa umuhimu wa moto wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtumishi. Umuhimu wa moto wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtumishi. Na zaidi sana wewe kiongozi, ni muhimu sana hili uwe nalo.
litakusaidia, litakutazamisha, litakuzuia baadhi ya vitu vingine ambavyo vimekuwa sababu ya wengine kuvikimbilia halafu akaumia. Itakusaidia. Sitagusa yote, lakini kwa sababu nimeandika na yenyewe naweza kusema niko mchache, lakini Roho Mtakatifu ndani yako atayafafanusha, yatakusaidia. Usikose. Chukua hiyo kopi, inauzwa pale nje. Bwana Yesu asifiwe. Neno limeshaombewa. Nikimbizane tu na dakika ili niguse sehemu ya somo, nimalizie na taarifa ya kanisa. Wewe kama kiongozi, kwa kuwa nimeambiwa idara zote zipo, ni vizuri ukaondoka na taarifa kamili ili itakusaidia kuondokana na chochote ambacho kinaweza kuyadhuru maisha yako ya kiroho na ya kimwili pia. Kanisa, haleluya. Umuhimu wa moto wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtumishi wa Mungu. Neno limeshaombewa, lakini tumeambiwa tuombe bila kukoma. Haleluya. Mungu nisaidie kwa dakika hizi chache nitumie kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu, amen. Umuhimu wa moto wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtumishi wa Mungu. Tangulizi. Moto wa Roho Mtakatifu au moto wa Mungu katika madhabahu ndio suluhisho pekee la kufikia ulimwengu na kugeuza na kumjua Mungu wa kweli. Moto wa Roho Mtakatifu au moto wa Mungu katika madhabahu ndio suluhisho pekee la kufikia ulimwengu na kugeuza na kumjua Mungu wa kweli. Wafalme wa kwanza sura 18 fungu la 24. Wafalme wa kwanza 18:24 na Wafalme wa pili, Wafalme wa pili sura ya kwanza fungu la kwanza mpaka 17 na Waebrania 1:7. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu kwa moto. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mtumishi wa Mungu Elia alipokuwa kwenye ushindani mkubwa, ushindani mzito, hivyo akataka uthibitisho wa Mungu wa kweli utokee katika ile madhabahu kwa njia ya moto usiowashwa na mwanadamu awaye yoyote au kwa utaalamu wao wote, isipokuwa yeye Mungu ajidhihirishe. Na huyo Mungu atakayejidhihirisha kwa staili hiyo, huyo ndiye Mungu wa kweli astahiliye kuaminiwa, kukubaliwa na kufuatwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Elia alikuwa kwenye ushindani ambao si wa kawaida. Vivyo hivyo hata leo, wewe mtumishi, wewe muumini, uko kwenye ushindani. Ni vizuri kwa kila unapokuwa pawe na uthibitisho wa Mungu wa kweli uliye naye. Tofauti na uthibitisho na udhihirisho wa Mungu wa kweli ama nguvu ya Mungu ya kweli, tofauti na uthibitisho ama kama hapatakuwa na madhihirisho ya Mungu wa kweli kwenye utumishi wako, kwenye imani yako, jiandae, utatekwa na imani za miungu mingine. Yaani utatekwa tu, utakwenda, kwa sababu hao nao wanasema wana madhihirisho ya Mungu wao, wana matokeo ya Mungu wao, wanaomba na vitu vinatokea, wanaomba na vitu vinadhihirika. Sasa Mungu
uliye naye, ambaye ndiye Mungu aliyekuwa upande wa Elia, alinyamazisha kelele zingine zote za ile miungu, wakanyamaza, wakakiri huyu Mungu aliyeshusha huu moto pasipo kuwashwa na mtu haya yote, tena moto ambao umewaka kwenye madhabahu ambayo imeshazungushwa maji, huyo ndiye Mungu. Mungu atusaidie AGGCI tuwe na Mungu wa madhihirisho anayeshuka kwa sura ya moto, ima kwa sura yoyote, maana Mungu hawi na udhihirisho wa sura au picha moja, vyovyote vile atakavyojitokeza, lakini awe ni Mungu wa kweli. Bwana Yesu na apewe sifa. Kwa hiyo tunaishi katika kizazi kilichokengeuka, kizazi chenye utafiti, lakini nguvu ya Mungu wa kweli itatutofautisha na nguvu za miungu mingine. Bwana Yesu na apewe sifa. Tena niende haraka. Ubaridi ni mkubwa, ubaridi ni mkubwa mno katika maisha ya watu, na hasa katika madhabahu, hata kusababisha mioyo kuganda. Hivyo panahitajika moto wa Mungu ili kuyeyusha barafu ambayo imeonekana kuganda. Ubaridi ni mkubwa. Maisha ya watumishi wengi yamepoa, utumishi wa wengi umepoa, hali si shwari, na ni vizuri tunapokutana hivi sisi kama sisi tuonyane kwa undani na tumuombe Mungu atusaidie, atufanyie operation za ndani kuondoa kila vimelea vya uharibifu. Ubaridi ni mkubwa, vurugu zimekuwa nyingi, kila mmoja anairuka na lake, kila mmoja anatoa tamko lake ajuavyo yeye mwenyewe. Ni matokeo ya kuganda ndani ya mioyo, ndani madhabahu. Si salama tunapokutanika kama hivi. Mungu na atusaidie ule moto wa Mungu, moto wa ushuke, uyeyushe, uondoe zile takataka, zichome zote. Unapoondoka mahali hapa uendako kule, uwe chombo kipya, kiteule ambacho Mungu amekithibitisha tayari kwa kazi mpya. Haleluya! Acha kujihesabia haki kwenye utumishi ambao umeshatumika nyakati zilizopita, kwamba mimi ni mkongwe, mimi ni mzee, mimi hapa. Achana na ukongwe, achana na uzee. Nataka nikwambie, Mungu hana watumishi wazee, Mungu ana vijana. Haleluya! Na hata sisi wote hapa kwa umri wako, sisi ni vijana. Jina la Bwana libarikiwe. Hata mimi hapa sisi nasema ni mzee, mimi ni kijana, sababu kwamba miaka 60 na point 60 na sio kijana kwa jinsi ya mwili, lakini katika Kristo mimi ni kijana. Kwa hiyo acha kujihesabia kusema kwamba mimi ni mzee na namna gani. Ndio kwa jinsi ya mwili, hizo sifa za kimwili, lakini kwa jinsi ya roho wewe uwe kijana. Na swala la kuona kwamba nimeshatumika, imetosha sasa, imetosha sasa, acha hiyo. Roho alikuwa nayo Elia kwamba yatosha sasa, Bwana naomba utoe roho yangu, baada ya amekimbia Yezebeli. Mungu anaufuata mlema na mdogo. Acha uzembe huo, hapa ni kazi natakiwa iendelee. Inuka, kula, tembea. Haleluya! Hakuna cha kukata tamaa. Haleluya! Tunakutana na vikwazo, tunakutana na vingi vya kutufanya tudhoofike, lakini neno la Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu ni mkate. Soma neno la Mungu, jifunze, sikiliza shuhuda za wengine. Mungu amewapitishaje? Anaamua kula mkate, kunywa maji. Watumishi hatuna chakula cha kutosha, hatuna mkate wa kutosha. Na kama mtoto hali chakula cha kutosha, kifuatacho ni nini? Kwa shako, utapia mlo. Watumishi wengi wana utapia mlo, wamebaki na jina la mimi ni mtumishi, mimi ni mlokole. Shetani atishwi na ulokole, shetani atishwi na jina la mimi ni mchungaji, mimi ni askofu, mimi ni mwinjili. Anatishwa na jitu lenye nguvu ya Mungu ndani, ambalo limekula chakula. Uwe na neno, soma neno, soma vitabu mbalimbali na mafafanuzi
japo sio vitabu vyote vilivyo salama, na penye ni kuwa makini, maana adui ameviingiza hata kwenye majarida. Viko vitabu na machapisho mbalimbali si salama, ni vya kutoka kuzimu. Nikisema kutoka kuzimu, maanake ni roho ambazo zimewaingia wasomi. Tunaweza kajivunia kwamba mimi ni msomi, nashukuru, hata mimi nimesoma, lakini siwezi nikajivunia sehemu ya elimu nilionayo. Najivunia neno la Mungu kwema ndani. Bwana sana Yesu. Kanisa, haleluya. Watumishi, haleluya. Kwa hiyo ubaridi umekuwa ni mkubwa, majukwaa yamepoa, watu wameenda kuhubiri kama kwa desturi, kwa uzoefu. Usiende kuhubiri kwa uzoefu. Nikuone mwinjilisti mwenzangu, mchungaji, mwalimu, kiongozi wa idara, usiende kusimama madhabahuni eti kwamba unafahamu, una experience, una uzoefu na Biblia. Hapana, Biblia haina uzoefu. Biblia haina uzoefu. Tunaona kwamba fadhili za Bwana ni mpya kila paitwapo leo. Wewe uzoefu unaopata wapi? Na Roho Mtakatifu akusaidie kukupa vitu vipya unaposimama madhabahuni. Neno lile lile ulilofundisha mwezi uliopita, kitabu hicho ni wewe huyo kwa mtazamo wa nje, lakini ukisimama unakuwa upanga mpya wenye makali mapya. Na hili yote ni baada ya Roho Mtakatifu kuwemo ndani yako. Bwana tusaidie. Kwa hiyo hali si shwari, ubaridi mkubwa, madhabahu zimekuwa baridi. Hapana, watumishi, tumetaka zile heshima, tuandaliwe majukwaa, nipewe madhabahu kama hivi, alafu watu wamekaa hivi wanasikiliza, alafu ndio najisikia. Hapana, ukikutana hata na mtu mmoja unawiwa ndani, huyu hayuko sawa, anza naye. Unajua mimi ni katibu mkuu, sasa nikaanza kuongea nao. Hakuna cha katibu mkuu. Mungu ametupa kutafuta na kuzaa matunda. Anza yeyote anaingia kwenye 18 mbele yako, huyu anza naye. Huwezi ukajua pale utakapoachana nini kitamtokea. Ile roho ikipotea na uliachia hiyo gap, unadaiwa. Na wengi tuna madeni hapa tulipo. Mabasi yamepoa. Kiingia kwenye basi, hata kama nina mjahidina, wewe sema haleluya, wakikunyamazisha sawa, lakini wakitulia, hata kama ni dakika 5, sema Yesu. Mabasi yamepoa, maeneo mbalimbali yako baridi, masoko yamepoa, wamama mnaenda mnahemea masokoni, ukimaliza unawapa na hela ulizopokea za zaka, si sadaka, unawaachia hiyo pesa kwa kununua, ndio ni biashara zao. Wao umewapelekea nini? Unapoenda kuchukua mahitaji yako ya kimwili sokoni, waachie na neno, waachie na Yesu. Masoko yamepoa, hali si shwari, imekuwaje? Kwa wapi? Tunafanya nini? Ndio maana nafundisha kisomo umuhimu wa moto Roho Mtakatifu katika maisha ya mtumishi. Kila unapoenda, acha moto unawaka. Wodi hospitali zimepoa, unaenda unasalimia mgonjwa wako, alafu unaomba tu kimya. Tumeambiwa tuombe kimya. Ndio, omba hata kama ni kimya, lakini baadaye nenda basi hata kila kitanda. Wala usimuulize ni kuombe. Wewe umeshaingia mle, Mungu amekupa hiyo, ni madhabahu, itumie. Lakini pamekuwa pamepoa, maeneo mbali pamepoa. Tuko wapi? Mchungaji mmoja pastor msikuka. Mchungaji mkamatu kama kananiambia AGCI, tulijua sasa ujio wenu utawasha moto, tunaosubiri. Maana huko nyuma mlipokuwa EAGT, moto ulikuwa unawaka. Geita haikutulia, ilikuwa kila kona moto unawaka. Lakini tangu migogoro ilipoingia, hatuoni kinachoendelea, lakini tuna imani
kupitia kusajiliwa kwenu, moto wa injili sasa unarudi na Geita inawaka. Kumbe tunasubiriwa, kumbe tunatazama, kumbe kuna watu wanajifunza kupitia sasa. Naomba unapotoka mahali hapa, acha ile kusubiri upewe jukwaa, acha ile kusubiri ualikwe kupewa semina kanisani. Acha, popote ulipo, wewe ni madhabahu ya Mungu inayotembea. Wewe ni madhabahu ya Mungu anayeishi ndani yako. Pale ulipo, anasema kila nyayo zenu zitakapokanyaga nimekupeni. Sio tu kwa kulindwa, kwa kutumika. Mtumishi, tumika. Sikia sentensi mara nyingi naitumia, sentensi ngumu inokakasi. Tunafanya kazi ya milele, lakini sisi sio wa milele kwa jinsi ya mwili. Sio wa milele, hatujui nani lini kwa staili gani ataondoka. Je, unaondoka umefanya kwa kiwango kipi? Yeye akasema naona wivu. Naona wivu. Wote wameuawa, wote. Na wengine wamekimbia. Mimi tu nimesalia. Mungu anaongea hapana, sio wewe tu. Nimejisazia kadhaa. Inawezekana wewe ni masazo ya Bwana. Wewe ni masazo ya Bwana. Lakini hatujui mimi na wewe lini tutaacha utumishi huu kwa jinsi ya mwili. Watumishi, tumika. Tumika. Mungu akusaidia. Mungu akusaidia. Kanisa, haleluya. Yohana anamtambulisha Yesu Mbatizaji kuwa ni wa aina tofauti sana. Yohana alitumia maji ambayo ni kitu cha kushika, bali Yesu alitumia kitu cha kiroho, moto mtakatifu. So kama vile Yohana aliposimama katika mto Yordani akiwabatiza watu, vivyo hivyo Yesu anasimama katika mto wa moto kuwabatiza watumishi wake. Hata leo katika hekalu hili yupo Yesu katika mto wa moto wa mtakatifu. Hakikisha hujaja kama kutembea Shinyanga, hujaja kama kuja kuona Mchungaji Manga na mkewe kanisa lao likoje na kuwaje. Hapana, hapa wewe jua moja, umekuja kwa mbatizaji mkuu Yesu Kristo akushike, akuzamishe kwenye mto wa moto wa Roho Mtakatifu, uondoke umekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Moto ni neno ya Injili, ni alama ya mwana wa Adamu. Luka 24:49. Tusome kwa ajili ya muda. Moto ni neno ya Injili, ni alama ya mwana wa Adamu. Luka 24:49 na Mathayo 1:8. Moto ni alama ya utambulisho wa shughuli yake na ni kielelezo halisi cha imani ya Kikristo. Moto ni kielelezo cha imani ya Kikristo. Madhabahu nyingi leo zimekuwa za baridi, hazina majibu ya moto wa Mungu, zimekuwa kama za Mungu Baali. Tulisoma hayo Mfalme wa Kwanza 18, Mfalme wa Kwanza 18:24 hadi 29. Madhabahu nyingi hazina majibu. Sikiliza mchungaji, sikiliza mwinjilisti, mama mchungaji, kiongozi idara. Ni hivi, hata hao nao waongoza, naongea na viongozi, hata hao unaowaongoza ni wachungaji wenzio, ni wainjilisti wenzio, ni vijana wenzio, si ni nani wenzio. Hao unaowaongoza wanahitaji madhihirisho ya Mungu wa kweli kupitia wewe. Wanahitaji wabadilishwe wawe watumishi wapya kwenye hiyo idara kupitia wewe. Sasa kama wewe mwenyewe hauna badiliko lolote, hauna utambulisho wote, idara hiyo itakuwa butu. Idara hiyo itakuwa butu. Lazima wewe kiongozi wa idara uwe na makali ya moto wa Roho Mtakatifu.
na makali ya moto wa Roho Mtakatifu. Huwezi ukawa kiongozi hauna nguvu za kuongoza. Huwezi ukawa kiongozi hauna macho ya kutazama mbele. Roho Mtakatifu atakusaidia kuona na kuongoza watu wapite katika njia iliyo salama. Roho Mtakatifu atawezesha macho yako. Kitabu gani? Kitabu cha Wakolosai kama sikosei. Wakolosai 1:18. Anasema hatimaye macho mioyo yenu yatiwe. Waefeso 1:18. Hatimaye macho mioyo yenu yatiwe. Sasa huwezi kuwa kiongozi hauna macho ya kiroho. Hauna mafunuo. Hata ndoto huna. Halafu unakuwa kiongozi. Nashukuru naongea na viongozi. Haleluya. Haifekani. Ni kiongozi huna ndoto, huna maono, huna mafunuo. Halafu bado ni kiongozi. Hapana, achia hiyo ngazi. Achia hiyo ngazi. Pisha tu kwa usalama, kaa aweke mwingine ili aliongoze kundi. Hali ni ya ushindani. Na ushindani mshole mama. Tunahitaji nguvu ya ziada ya moto wa Roho Mtakatifu ili tuweze kupenya kwenye miiba, kwenye michongoma, kwenye milima, mabonde, mafuriko. Tunakatiza huo, tunapasua njia. Tunamwambia Bwana atengeneze njia. Pasipo na njia, tuonyeshe njia kupitia yeye ili kundi liweze kuvuka salama. Kiongozi umekaa tu kizembe tu. Unapigania uwe kiongozi. Hakuna maana ya wewe kuwa kiongozi kama hakuna ndoto, huna maono, huna mafunuo, huna ushuhuda wote ule. Umekaa tu. Haiwezekani. Ufai. Naongea na viongozi. Jina Bwana libarikiwe. Mbwa mwitu wakali wanararua. Hatuseme sikatai. Soma sana. Baba soma. Vyuo sijajua sana lakini Mungu atusaidie. I think tunapoenda kwenye mkutano mkuu, tukikaa na halmashauri kuu, pawe na mtazamo na namna gani vyuo vyetu sasa tuviimarishe. Ni shule kuna Profesa Kaswisi pale kwake, kanisa kwake, ana madarasa, kuna chuo tayari. Sielewi amekitangazaje, lakini kukitangaza yeye peke yake hatoshi. Tunasukuma watu hata kama ni kwa fimbo waende wasome. Si kuna chuo kingine wapi, lakini tunaanza na hicho. Watu waende wasome. Kusoma kunapanua uelewa wako wa namna ya kuliongoza kundi. Wale wengine idara hajendi kwa sababu viongozi wa idara hawana elimu ya kutosha ya uongozi. Basi kama sio chuoni, tupeane hata siku 7 tukae mahali pamoja kama hapa. Asante kwa mfadhili wa kanisa hili. Kama anatufadhili na ng'ombe. Hasi tulete darasa hata la wiki 2 tu la chuo. Haleluya. Tulete darasa hata kama la wiki 2 tu la chuo hapa. Tunafundishana hapa. Tunafundishana hapa. Watu ondoke wameelewa, wamejitambua. Jina la Bwana na libarikiwe tena. Amen. Si tunasema haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Kwa hiyo Bwana Yesu akuguse kwa mkono wake wenye moto, upokee moto wake ndani yako ili uweze kuondosha kila uharibifu ambao ungeweza kuleta ama kukufanya udumai. Unajua wote unaelewa kwamba mtoto akikosa chakula anadumaa, hakui, haendelei. Yaani kanadumaa tu, hakui, akaendelei. Vivyo hivyo hata kiroho kuna watumishi wamedumaa. Yaani hakuna badiliko. Ni hivi, hata kama uko kijijini, hata kama uko kwenye eneo ambalo lasemekana ni gumu,
lisiloeleweka. Ni hivi, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akiwemo ndani yako, hapo pataeleweka tu, pataeleweka. Hakuna cha kijijini, hakuna cha wapi. Mungu aliyekupa ukae kule, wewe ni madhabahu, amekusudia uwepo pale kumtambulisha yeye. Haujawa kwenye kile kijiji, haujawa kwenye ule mji kwa kujitambulisha wewe. Hatuhitaji taarifa zako na sifa zako, tunataka taarifa za Yesu Kristo ili mtangaze kwa wale watu. Bwana tusaidie. Moto wa madhabahu ni nini? Ama kutunza moto wa madhabahu. Kupata moto wa madhabahu ni kitu kingine, na kutunza ni kitu kingine. Wengi walipojazwa Roho Mtakatifu walifurahia sana. Asante vile ulivyofurahia, lakini shughuli iko kwenye kutunza. Wengi walidhani bado Roho Mtakatifu yupo, kumbe alishawahama. Yamebaki majivu au vuguvugu. Kigusa unaona kama moto upo, lakini kumbe moto haupo, umebaki vuguvugu. Na hii ndio sababu hata ya migogoro kutokea kwenye idara, kwenye kanisa kwa ujumla. Watumishi wanainukiana, wanararuana, yaani kila mmoja ana mambo yake. Hatuko kwenye platform moja, kila mmoja ana yake, kila mmoja ana mtazamo wake. Lazima tukae katika meza moja, tujenge kwenye ramani moja, tunajenga ufalme wa Mungu. Hayo ya kwako ya malumbano unayatoa wapi? Mungu natusaidie. Kwa hiyo kutunza moto wa Mtakatifu. Asili ya moto wa madhabahu ni kutoka kwa Mungu mwenyewe. Yeye ndiye aliyowasha, hivyo inabidi watumishi wake wautunze. Mambo ya Walawi sura 6 fungu la 8 mpaka 13. Mambo ya Walawi 6:8-13. Na Mambo ya Walawi hiyo 9:24. Moto wa madhabahu ni nguvu ya Mungu katikati ya waamini. Moto wa madhabahu ni nguvu ya Mungu katikati ya waamini. Hivi tulipo hapa, panatakiwa pawe na madhihirisho ya moto wa Mungu, moto wa Roho Mtakatifu, karama, vipawa, ishara, maajabu na miujiza vidhihirike katikati yetu. Leo tunakuwa na kusanyiko kama hili la watumishi, tena viongozi, lakini tunaondoka mwanzo mpaka mwisho hakuna madhihirisho yoyote. Tutaishia kugawana pamphlet. Hatujaijia pamphlet hapa. Kilichotuleta hapa, tunahitaji nguvu ya Mungu na madhihirisho yake katikati yetu. Kila mmoja ana aina ya jaribu analolipitia. Wako hapa wengine wana matatizo, pengine ya kichwa, pengine ya tumbo, pengine ya miguu, pengine ya namna gani. Tunapokutanika hapa, tunahitaji zile karama, vile vipawa, zile ishara na miujiza vitende kazi. Mimi niwe msaada kwa wengine, wewe msaada kwangu mimi. Leo tunaondoka kame visima vimekauka, havivujishi, hakuna bubujiko lolote. Tunaondoka hapa, tulikuwa kwenye semina ya viongozi. Ondoka mahali hapa umekuwa connected na nguvu ya Mungu katika Roho Mtakatifu, usaidie. Tuseme amina. Tuseme amina. Kwa hiyo moto wa madhabahu ni nguvu ya Mungu katikati ya waamini. Matendo 2:1-4. Moto wa madhabahu ni udhihirisho wa uwepo wake Mungu katika kuwahudumia watu wake. Mchungaji, kiongozi, hakikisha unaposimama popote, kwa wale unaoongoza, wamuone Mungu kupitia wewe.
wamwone Mungu kupitia wewe, wajifunze tabia za kimungu kupitia wewe, wajifunze kushuka, kupondeka, kunyenyekea kupitia wewe. Mungu atusaidie. Na wanaokuja wana mahitaji yao. Mungu na akupe hekima na maarifa, karama neno maarifa, uone kundi linaloliongoza lina hali gani, lina hali gani. Bwana tusaidie. Moto wa madhabahu ni utambulisho wa Mungu asiyefananishwa, Mungu asiyelinganishwa. Waebrania 12:29. Moto wa madhabahu ni mamlaka ya Mungu, ni mamlaka ya Mungu. Luka 10:17 hadi 20. Ni mamlaka ya Mungu. Nafananisha na nini? Nafananisha ile nini? Volcano, ule mlipuko unapotokea, ukipita kama hapa hivi tulipo, yaani unaweza kutengeneza bonde pasionekane tena papo, kama palikuwa na nyumba, palikuwa na watu, vyote vinayeyushwa, vyote vinakuwa sio kama vilivyokuwa awali. Kwa hiyo moto wa Mtakatifu ni nguvu ya Mungu ndani ya mtumishi. Ukienda eneo, ukipita eneo, hata kama pana mrundikano wa mapepo wa majini na mizimu na wachawi, wewe ndani yako uwe na nguvu kama ya volkano. Ukipita mahali pale unapabadilisha kwa jina la Yesu. Hakuna cha kusema hiki kijiji kilishashindikana. Nguvu ya Mungu ni zaidi ya volkano ndani yako. Kwa hiyo ukipita unapatengeneza panakuwa sawa sawa na vile Mungu anataka. Haleluya. Haleluya. Na hakuna kuogopa wachawi. Walikuwepo, walishindwa, na ndani yako washindwe. Ukiingia wachawi. Nani sasa? Kwa ajili ya dakika na kazi hiyo mbele yangu, hatua za kutunza moto wa madhabahu. Mengine nimearuka, utachukua tu pale nje, yanauzwa. Hatua za kutunza moto wa madhabahu. 1. Fanya toba kuu ya moyo na kuungama kila wakati. Fanya toba kuu ya moyo na kuungama kila wakati. Watumishi, tunaishi katika ulimwengu wa vita. Tunatafutwa kwa kukoseshwa, na wengi tumekoseshwa kwa kusikia, kwa kuona, ama kwa kushirikishwa matendo fulani. Unajikuta umeshakosea. Sasa wewe fanya toba ya moyo na kuungama kila wakati. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Fanya toba. Sio ukasema si asubuhi tu saa moja nilitubu. Sasa hivi saa ngapi? Sio sana. Saa 4 baada ya 30. Saa 3 na dakika 10 ulikuwa unaanza. Saa 3 leo na dakika 10. Muda tu mfupi uliopita ulikuwa unaanza. Hukumbuki, hujui, na adui anatushambulia kupitia kama mawazo yetu. Kwa kila wakati uwe ni mtu wa toba, na Mungu atusaidie. Hiyo ni namna ama hatua za kutunza moto wa madhabahu. Namba 2. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Hakikisha mtumishi kiongozi unakuwa na neno la kutosha. Wakolosai 3:16, Zaburi ya 1:19-11. Hatua za kutunza moto wa madhabahu. Namba 3. Funga na kuomba kwa bidii. Funga na kuomba kwa bidii. Usijizuie. Ndio hicho kisema tunapokutanika zile karama zifanye kazi. Na kuta mwingine mchungaji anakuambia kwamba mimi na vidonda vya tumbo, kufunga siwezi. Na kula kila paitwapo leo. Ukikutana na mimi vidonda vya tumbo vinakauka kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ndio funga na kuomba. Funga na kuomba. Ndio uko mwenye vidonda vya tumbo. Wewe mwenye vidonda vya tumbo,
nisikilize, niangalie, nikate jicho. Hivi naongea, vidonda vya tumbo vikauke ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana zanitajia haya. Itikia amen. Haleluya. Tunamdhihirisha Mungu kwa matendo tukitamka neno lake lililo hai. Na inawezekana. Nilipona vidonda vya tumbo kwa neno. Hali ilikuwa mbaya, nilikwenda kupima, daktari ananiambia vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo. Daktari, nashukuru, asante kwa majibu yako. Lakini mimi ndio mlaji wa pilipili. Nasikitika mama, jana hujanipa pilipili. Mimi ni mlaji wa pilipili. Natamani mpaka chai nidondoshee pilipili kidogo. Eti mwasho. Sasa, naomba nisile pilipili. Sisi maharage. Daktari, mimi natembea huku na kule, napeleka Injili. Masharti ya kuambia watu siliki sanga. Mimi nakula vyote kasoro sumu. Nakula vyote. Ila vile ambavyo nimejiwekea kwa utaratibu nisivitumie. Soda jana umeniletea, sikuitumia. Nina mwaka sasa na miezi kidogo sijanywa soda. Sitaki, mimi tu nimeamua, sitaki. Ile kijichanga inapigwa. Nina miaka kadhaa, mwaka 4-5 years ago. Situmii sukari. Natumia asali. Ila nikija nyumbani kwako, siulizi kama chai na sukari. Ila ukileta haina sukari, nasema asante Yesu. Ila ukileta imeshaungwa, napiga. Maisha yanaendelea. Ni namna tu ya kupunguza ile sukari mwilini kulingana na umri umeshaendelea. Bwana asifiwe. Hapo kuna watu hapo wamezuiliwa vitu kadhaa kwa sababu ya migogoro ya afya. Ulienda vidonda vya tumbo. Wewe usikula pilipili wewe. Wewe usikula dagaa wewe. Wewe usikula maharage wewe. Nakwambia hivi, baada tu nikitoka hapa, wapishi kule wakuletee supu ya maharage, piga. Hakuna cha vidonda vya tumbo. Nimeamini hayo katika jina la Yesu, pokea uzima. Sema amen. Watu tusaidie. Haleluya. Twende. Hatua za kutunza moto kwa madhabahu. Namba 6, kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Ushirika ni muungano, ni muunganiko wa mambo miwili au zaidi. Muungano au ushirika wa Roho Mtakatifu na mtumishi au kiongozi ndio unaolifanya kanisa au kundi kuwa na nguvu ya kusonga mbele na hata kufanya mambo makubwa yatendeke. Danieli 11:32b. Ushirika wa Roho Mtakatifu na kiongozi. Au nataka nirudie jambo moja ya kwanza. Nimesema nirudie tu pale namba 6. Kuwa na ushirika. Hatua namba 6 ya kutunza ule moto. Namba 6 ni kuwa na ushirika. Ili utunze moto wa madhabahu, lazima uwe na ushirika na Roho Mtakatifu. Ushirika ni muungano au muunganiko wa mambo mawili au zaidi. Muungano au ushirika wa Roho Mtakatifu na mtumishi au kiongozi ndio unaolifanya kanisa au kundi au idara kuwa na nguvu ya kusonga mbele hata kufanya mambo makubwa yatokee. Danieli 11:32b na Matendo ya Mitume 1:8. Kwenye kundi lako, kwenye idara yako, kwenye kanisa lako, lazima pawe na matokeo ya matendo makuu. Yale matendo makuu ndio yatakayowaalika wengine, wawe ni Waislamu, wawe ni watu gani, wataalikwa na matendo ya kimungu kupitia wewe. Amen. Haleluya. Unaweza kuona hata ile mikutano inakuwa kama ni usumbufu fulani hivi, kama inakuchelewesha fulani hivi, lakini matendo, maana mkutano uwezo ukaufanya kwenye kanisa kila baada ya miezi mitatu, kila baada ya miezi mitatu, kwa sababu kuna mambo mengine ndani ya kanisa yanataka tena. Kwa mkutano unaweza kuwa mmoja au miwili kwa mwaka mzima.
Lakini matendo makuu ya Mungu ya kualika watu kuja kwenye eneo ulipo ni ya kila paitwapo leo yanatendeka. Kwa hiyo yale matendo yatawaalika watu wa dini mbalimbali na wasio na dini kuja pale ulipo. Sasa haya yatendeke, hakikisha umekuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Bwana akusaidie. Haleluya. Ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu na mchungaji ama kiongozi ndio unaotengeneza sura ya Mungu. Mwanzo 1:26, waraka wa kwanza wa Yohana 2:27. Ndio unaotengeneza sura ya Mungu. Mtumishi kiongozi. Yesu akiwa na wanafunzi kule mlimani, ulifika wakati sura yake ilibadilika. Wale wanabiashara wanaangalia, wanaona sura yake imebadilika. Ndio maana yaliandikwa sura yake ikabadilika. Huyo Yesu ambaye sura yake ilibadilika yu ndani yako, na anaweza akafanya kujifunua, kujionyesha ndani yako, ili kuwapelekea wale wengine wanaokushikia na kukuona waone Mungu wa kweli. Bwana Yesu apewe sifa tena. Waione sura ya Mungu ndani yako. Ushirika wa Roho Mtakatifu na kiongozi ndio unaofanya nguvu ya uponyaji, miujiza, baraka vitokee au kutendeka. Tumishi, tamka neno kwa unaoongoza. Tamka neno. Ndio weka mkono. Lakini nakwambia sio lazima kuweka mkono. Kinachoponya si mkono wako, ila kwa walio karibu barika mkono, sikatai. Lakini kinachoponya ni neno la Kristo aliye hai loko ndani yako. Sema neno litatenda. Muombe Mungu akusaidie na akutumie kwa vyovyote awezavyo, miujiza Mungu itendeke kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika wa Roho Mtakatifu na kiongozi au mchungaji ndio unaofukuza shetani. Ndio unaofukuza shetani. Matendo ya Mitume 19:14. Leo shetani umekuwa mwingi ndani ya kanisa. Ushetani umekuwa mwingi. Pepo zimeingia. Wachawi wanakuja kujaribu madhabahu kuona kwamba ina nguvu ya Mungu ama la. Wakiona sio, wanaalikana, wanakaa naye anatendeka. Alafu akishakaa, mabadiliko ya tabia za kiroho kwa wale tunaoongoza yanaanza kuonekana. Roho za uzinzi zinaingia, roho za uongo, usengenyaji, malumbano vinaingia. Nini shida? Kuna mchawi ameingia humo. Tabia mbalimbali zinajitokeza. Mama alikuwa mzuri tu, mwenye tabia nzuri. Samani mama nanga nenda. Hayatoka. Huyu mama tangu nianze kumuona, siwahi kumuona amevaa kimini. Haleluya. Siwahi mama. Wacha tu niseme kwa sababu hivyo tuko kwao hapa. Haleluya. Nisimseme mwingine. Haleluya. Ijapo ni naye mkurugenzi wa mama. Hata wewe ni shahidi, Mama Baraka tunamfahamu miaka. Ulishamuona anatembea na kimini Mama Baraka? Anapita tu patu na kimini Mama Baraka. Sio rahisi. Bwana sasa. Lakini roho za giza zikiingia ndani, unaona waumini ama idara yako inaanza kuwa na mabadiliko. Wanaanza kuingia na mishono ya nguo, staili za ajabu. Niliona nguo moja imeshonwa na nikauliza, wewe unao ni mshono gani? Wakasema lango la kuzimu. Na hiyo nguo mshono, lango la kuzimu. Kweli na akili yako mpendwa, mama mchungaji, kiongozi wa idara, unatuvalia hapa lango la kuzimu. Nafunga lango la kuzimu kwa jina la Yesu. Na yote ni matokeo ya nguvu ya giza ambayo imeshaingia kwenye idara ama ndani ya kanisa. Watu wanaanza kuwa na kushawishika kufanya vitu ambavyo havimpi Mungu utukufu. Mungu atusaidie. Hata sisi wanaume, sote wanawake, hata sisi wanaume, watu wanavaa milegezo. Yaani suruali inavaliwa katika makalio.
anavuta tu na hii, anavuta tu, anavuta. Sasa mhubiri umekata, anavuta pumbavu. Hatuwezi kulea vitu kama hivi. Hivyo na vikemea hadharani. Kama huna Roho Mtakatifu, basi una akili hata ya elimu ya darasa la tumbo la mama. Elewa, hiyo haifai kwa mtumishi. Toka hapo. Haiwezekani. Unaimba hapa, Mungu atusaidie na staili zetu zote. Ndio limeshashuka, unalivuta tena, unaenda ndio limeshashuka, unalivuta. Umekuja kutuonyesha hapa makalio yako. Haiwezekani. DJCI lazima iwe na sura ya kimungu na uwepo wa Mungu utamalaki katikati yetu. Jina Bwana libarikiwe. Vitambaa viko vingi, swali ziko nyingi. Unashona swali imebana kama soksi hivi, alafu unakuja mahali hapa. Watumishi wa Mungu unataka kuwaletea wimbo, wewe na wimbo wako na visoksi wako, toka. Hatuhitaji nyimbo zako zenye muonekano wa namna isiyokuwa. Tunahitaji nyimbo zenye uwepo wa Mungu. Tubarikiwe na wewe kupitia uwepo wa Mungu leo ndani na muonekano wako pia. Kama mtumishi, viongozi acheni kubendeleza. Nimekaa na huyu baba. Barikiwa. Nimekaa na mzee samani baba, simama mzee, simama. Nimekaa na huyu baba. Nenda sasa, nimekuwa naye. Unavyomwona hivi video unamwona. Unavyomwona hivi video unamwona. Sijawahi kuona ametokezea kwenye ruti zingine zote nazo kwa naye. Anakuja na kaswali kamebana kama msoro. Anatembea, alafu anakavuta. Sijawahi. Huyu hapa anasema. Sasa kama ni kiongozi, hatuna budi tuende kama na kiongozi vile alivyo. Smart. Sio bwana nibarikiwe. Huyu hata akiniambia kwamba piga magoti nikuombee. Kwa kweli ndio, haleluya. Haiwezekani. Tuwe kanisa la kidunia, kanisa la vichekesho. Madhabahuni sio mahali pa kuleta roho za dunia, sio mahali pa kuleta vichekesho. Madhabahuni ni mahali pa operation. Watu wafunguliwe, leo wanaleta nizami za madhabahuni. Haiwezekani. Mungu atusaidie. Kiongozi, naongea na viongozi. Kiongozi, pale ulipo wewe, pawe ni hospitali ya rufaa yaliyoshindikana kwenye idara zingine, kwenye idara yako wewe kama daktari specialist doctor aliyemo ndani yako, mambo yote yakae sawa sawa. Haleluya. Naongea na viongozi. Wewe kiongozi, mahali pale ulipo, unaposimama wewe, uwe ni meza ya Bwana iliyosheheni mlo kamili, balance that. Ukisimama idara yako, ukisimama kanisa lako, litosheke na mlo. Hakuna sababu ya watu kutangatanga kwenda maeneo mengine, wanabeba maviporo yenye mamwego, wanakuja kusumbua kanisa. Wewe uwe na utoshelezo wa kundi ulilonalo. Haleluya. Ufika wakati hata binti anaolewa kama ni CJ. Elisha baba, CJ. Hata binti anaolewa, si ndio? Binti anaolewa, anatakiwa ingia kwenye nini? Idara ya wanawake, si ndio? Anaanza kuwaza hivi, kwenye idara ya wanawake nitayakuta haya kama haya ambayo huku mimi natosheka na muona Bwana. Sasa ingia kwenye idara ya mama Mbaraka. Hivi nitayakuta. Anaanza kuwa na mashaka kiasi kwamba ghafla tu ameshamaliza miezi kama 8-9 kwenye ndoa, unakuta anarudi tena kwenye CJ. Kwenye nini? Uinjilisti. Wewe uko kwenye idara ya uinjilisti, si ndio? Wavijana yuko hapo. Kiongozi ndani ya vijana sasa. Kiburi wewe. Yaani
akapiga mahesabu, hivi nikitoka kwa Kimburu, naelekea kwa Elisha, hivi kweli sasa nitakuta balance diet kweli nilikuwa nipata kwa Kimburu? Lakini kumbe anapotoka kwa Kimburu kwenye ile balance diet aliyokuwa anaipata, akiingia kwa Elisha anasema mbona nilichelewa? Kumbe kunako ningewahi. Akitoka akiingia kwa Mbaraka anasema ilikuwaje, ningewahi mapema huko. Yaani kila kiongozi awe amesheheni kutosheleza kundi alilonalo. Na haya yote yatafanyika mara tu Roho Mtakatifu atapokuwa ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe tena. Wewe kiongozi, nasema na viongozi, kundi, idara iliyomo kwenye eneo lako, wewe uwe ni kisima kinachobubujikia maji yaliyo hai. Wanywe watosheke, wasio na kiu tena ya kwenda maeneo mengine, watosheke na wewe pale ulipo. Lakini haya yatendeke hakikisha Roho Mtakatifu anakuwemo ndani yako kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sinasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ushirika, nilikuwa nazungumzia ushirika wa Roho Mtakatifu na mchungaji ndio unaofukuza nani? Shetani. Wasikae. Yaani mimi nina kiti kizuri kama hiki, alafu mchawi aje akikalie na ajiite mshirika. Haiwezekani. Na kataa. Na hata sana kataa. Na wewe nisaidie kukataa. Na wewe kataa. Kwa jina la Yesu. Hatujaitiwa kulea wachawi ndani ya kanisa. Ushirika wa Roho Mtakatifu na kiongozi ndio unayefanya kiongozi awe na nguvu. Matendo 1:8. Roho Mtakatifu anafungua vifungo vya zamani na vya sasa. Tuendelee. Roho Mtakatifu anakuhakikishia wokovu na utumishi ulionao kuwa ni wa kweli. Wachungaji, watumishi, viongozi wa idara, tunakuwa na wasiwasi sana kwenye idara hii. Mimi naona hapa inatosha, Mungu hajanitia, ngoja tu nihame na namna gani, ngoja nihame hichi kituo. Naona kama niende sehemu fulani. Hivi hapo ulipo mlokozi ngoja hapo ulipo, vijana wanasema komaa, gangamara, vuta kamba. Haleluya. Hapo ridhika na wale ulionao, hata kama ni 10, hata kama ni 10, 30, 100, tosheka na hao. Hao ndio Mungu amekupa, ameona kwamba chakula ulichonacho uwatoshelezi. Ridhika, tosheka. Bwana tusaidie tena. Mengine utakuta kwa mbele. Tahadhari kwa mtumishi. Tahadhari ya mtumishi katika huduma. Sikilize ili zingatie. Ninaruka mengine mengi utapata kule. 1. Uhusiano wako na Mungu ni wa muhimu zaidi kuliko huduma yako katika Mungu. Kiswahili kama kigumu kidogo. Narudia. Uhusiano wako na Mungu ni wa muhimu zaidi kuliko huduma unayoenda kuifanya katika Mungu. Unaenda kuhubiri injili, ni kweli. Unatumia Biblia, unasoma, ni kweli. Lakini nataka nikwambie hivi, uhusiano wako na yeye aliyekupa hii kazi ni wa muhimu zaidi. Maana yake msikilize kwanza kabla hujaenda. Usiende tu kwa akili zako. Unaweza ukaenda kwa akili zako ukafanya, lakini yeye asiwemo. Kwa hiyo uhusiano wako na Mungu ni wa muhimu zaidi kuliko huduma yako katika Mungu. 2. Usichukuliwe na heka za miandiko katika huduma. Miandiko mingine piga chini. Tengeneza kwanza uhusiano wako. Useme yake Bwana, miandiko leo, sio hata nitamalizaje mikutano, semina. Unaenda na yeye mwenye sababu ya wewe kwenda.
unaenda na yeye mwenye sababu ya wewe kwenda, au unaenda tu? Hapana. Na si kila mwaliko muulize kwanza, na si kila madhabahu ya kukanyaga. Madhabahu zingine zina maagano, zina manuizo. Unatoka madhabahuni umehubiri, watu wamepokea, lakini wewe unaondoka pale umeshajeruhika. Unafika kule unachoenda kuifanya ni cha ajabu. Hata wewe unaanza kujishangaa. Ni kama ndoto, lakini kumbe ndio anatendeka kweli. Tunakusaidia. Chagua kutulia katika uwepo wa Mungu kuliko kwenda kufanya huduma. Chagua kutulia katika uwepo wa Mungu. Watumishi hadi si shwari. Wako mitume, wako manabii, wako wachungaji, wako maaskofu. Kanisa ni kubwa. Ukiipa kwenda kufanya huduma, hata unasema hivi hapa nitaanza kusemaje? Watu wamejaa, sisi tulio hapa ni mara 15-30. Unasoma kwenye ile madhabahu. Ukiondoka pale shekeli za kutosha. Na hakuna sema shekeli. Hata mimi nazitaka, lakini nenda kwa ramani ya yeye mwenye huduma tatu. Usiende kwa matamanio ya madhabahu tu. Hapana. Naomba mwingizi nielewe. Tunajielewa hadi mbaya. Wengi wamefia kwenye madhabahu hizo. Wengi wamekufa kwa sababu ya kutafuta zile shekeli. Tulia. Ejidishai tulie, tutembee na ramani ya Mungu. Chinja ni kubwa ni kali leo. Wengi wamekufa kwa kukimbilia madhabahu huduma. Watusaidia. Uwezesho wa kimungu na mafuta ya kufanikisha huduma utapata katika hali ya wewe kutulia kwenye uwepo wa Mungu. Uwezesho wa kimungu na mafuta ya kufanikisha huduma utapata katika hali ya wewe kutulia katika Mungu. Soma neno la Mungu, soma vitabu vingine, nitoa angalizo, sio vitabu vyote vile salama. Mshirikishe mkufunzi wako. Na ni vizuri ukawa na baba wa kiroho. Baba wa kiroho aliye tayari na utakaye kuwa tayari akunyoshia mikono akikwambia kaa, unakaa. Wewe Mungu atusaidie, hatuna baba wa kiroho. Mimi niko na baba wa kiroho. Alifariki dunia miaka kadhaa iliyopita. Baba wa kiroho. Boaz kasema, semekana tafakari. Kwa hiyo inakuaje? Hivi nani sasa? Nani? Hata kaka natiwa. Inakuaje? Hakikisha una baba wa kiroho. Baba yangu hapa mzee sana. Umri wake umeenda kama unavyomwona. Lakini lazima kiroho awe na baba. Lazima awe na baba. Mtu ambaye atamwambia njoo mwanangu. Na baba wa kiroho sio lazima akuzidi wewe umri. Baba wa kiroho unaweza akawa kama wewe. Sasa kwa katoto baba wa kiroho. Nazungumzia mzazi wa kiroho. Ila ni vizuri ikitokea, si lazimishi, ikitokea ukawa na wako kuzidi kaumri kidogo. Ni kama inakuja hivi. Hata kama mnaendana hivi. Sio mbaya. Uwe na baba wa kiroho. Tunataabika na watumishi na viongozi kwa sababu hawana wazazi wa kiroho. Tunakutana tu kwenye majukwaa hivi. Akiondoka ndio kwanza anapenda, anafanya anavyojua. Hana baba wa kiroho. Baba wa kiroho anaweza hata akawa TH. Baba wa kiroho anaweza akawa hata wa FBCT. Baba wa kiroho anaweza hata akawa MPT. Baba wa kiroho, lakini ni vizuri sana baba wa kiroho au kwenye kanisa la kiroho ambalo limesheheni neno na uwepo wa Mungu na ushuhuda wake ni halisi. Baba wa kiroho, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe tena. Ishi maisha matakatifu. Petro wa kwanza sura ya 1:15. Ishi maisha matakatifu. Kiongozi wa mchungaji, kiongozi, ishi maisha matakatifu. 2, usiige au usiigize kufanya huduma, bali fanya kadiri Roho Mtakatifu atakavyokuwezesha.
usiige ama usiigize. Yule kijana alikuwa ameokoka, akajazwa Roho Mtakatifu. Ilikuwaje? Akaasi. Kwa alipotoka akajiunga kwenye michezo kule duniani, jina alilotoka nalo la sifa ya michezo kule duniani kama inaitwa Roho Mtakatifu. Yeye kwa kijana Kisukuma. Sasa wakaingia kwenye hizi ngoma hizi unaita nini? Mila. Sasa akaingia barabarani kutoa show, kualika, kuwathibitishia nani wanachama wake, wapenzi wake, ili waje na kumshangilia. Kijana Kisukuma. Ilikuwaje? Akachukua baiskeli, yuko kifua wazi, amevaa tu pants, anaendesha ile baiskeli, alafu mikononi amevaa yale mabangili yale manini, matembele. Hayo kwa anakimbisha, alafu watu barabarani, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Alafu yeye anainua mikono na baiskeli inaenda ameiachia, alafu kwenye kamteremko fulani hivi, wasema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Wanamshangilia ile Kisukuma. Sasa Kisukuma, uko sawa, uko sawa, Roho Mtakatifu uko sawa, leo lazima kieleweke. Sasa baskeli imekubali kwenye ile barabara, kuna kamteremko fulani hivi. Asante kwa Mungu, mbele kulikuwa na kona kali tu. Sasa ameinua mikono na mbele, huyo Roho Mtakatifu alio ameinua mikono na mbele, alafu akapiga na mbele, alafu akarudisha nyuma. Aliporudisha nyuma, haya mabangili kumbe yananianya hapa, yameachia, yakashikana kwa nyuma, yakashikana kwa nyuma. Akajaribu kutoa kwa nyuma, ikakata. Baskeli imekubali na ule mteremko. Halafu mbele kuna kona, lazima akate kona. Na baskeli ilikate kona, lazima ishikwe na mwendeshaji. Sasa mwendeshaji Roho Mtakatifu bandia huyo akisukuma, mikono yake imesha naswa. Kilichofuata kona, alafu pembeni kuna shimo la kutosha, alibinuka. Roho Mtakatifu wa Kisukuma aliishia hapa. Usimkufuru. Ni hivi, akija mgonjwa, weka mkono, muombe. Akipona, jina la Bwana. Asipopona, utukufu mrudie, maana si wewe unayeponya, ni yeye anayeponya. Wewe omba kwa jina lake. Akipokea, ikitokea sawa, nisipotokea kapenda yeye. Wewe fanya tu, usiigize. Acha kusema leta maji. Kuna ndugu mmoja akanichanganya. Ilikuwaje? Kaenda kwenye huduma ya Emmanuel ATB Joshua, akanunua yale maji, kaleta kanisani. Alipoleta sasa kwa siri, akaanza kufanyaje? Anachukua vile vichupa, anambia achama kama maanza, anaachama, alafu anaanza kupuliza. Pokea. Mimi sijui. Asante Mungu, za mwizi ni 39. Ya 40 kwa mazingira asiyejua, akanasa kwenye 18 zangu. Nikagundua kuna maji mtu anawapulizia waumini. Nikalijua mimi mwenye dhamana na kundi, mimi ambaye nimepewa kusema kama madhabahu, shetani ameshaingia kupitia mtu fulani anawapulizia, kaleta na mafuta. Unajua nilisala. Kusala ni Kiswahili. Haleluya. Nikachizika ujinga namna gani? Bwana tusaidie. Yaani vita haiko ya kawaida. Kiroho na kimwili humo. Toka. Bwana tusaidie. Kwa hiyo nataka kupoint pale kwamba usiigize, usiige. Nimalizie. Uwe na siri ya utumishi wako wewe na Mungu. Ficha nguvu ya kanisa
nayo ni utakatifu. Ficha nguvu ya kanisa, nayo ni utakatifu. Uwe na siri, ficha nguvu ya Mungu. Usijichafue kiongozi wako, usijichafue. Mungu atusaidie leo. Kuna kitu kinaitwa dhambi za siri, dhambi za siri. Watu wanachapa uzinzi, watu wanafanya mambo ya ushiriki, na anasimama laiki mchungaji, laiki kiongozi. Dhambi za siri zimejua kanisa, dhambi za siri. Na wewe uliyeko mahali hapa, haujaja tu kama kukutana na viongozi wa kanisa. Umekuja ili Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu akusaidie, akuvulishe haya mavazi, yaondoe mavazi machafu. Ibada yako inaweza ikakataliwa, inaweza kukataliwa. Wako watumishi kwenye Biblia ibada zao zilikataliwa, zilikataliwa. Anaambiwa vua viatu vyako. Nani? Musa. Vua viatu vyako. Haiwezi vua. Kuna watu bado mna viatu humu, bado mna viatu. Wewe unakijua kiatu ulichokivaa, unajua vazi ulilivaa. Leo kwenye kongamano hili, vua hilo vazi, vua hicho kiatu, vua. Tunahitaji AGGCM yenye sura ya Mungu, idara zenye sura ya Mungu, na Mungu atuhudumie. Bwana tusaidie, watumishi, Bwana tusaidie. Kwa hiyo uwe na maisha matakatifu, maisha ya utakatifu. Kwenda haraka tu, mimi nimalizie tu, mengine utayapata huko. Uwe na maisha matakatifu. Nimesema uwe na maisha ya maombi. Luka 2:36 hadi Luka 2:26. Hapa imeandikwa 36. Utakayekuta kule kwenye pamphlet Luka 2:36 hadi 28. Badilisha pale 26 hadi 38. Uwe na maisha ya maombi. Uwe na maisha ya maombi. Omba, mchungaji usiache kuomba. Kiongozi usiache kuomba. Wako wanaokatisha tamaa. Siku moja niko mlimani ninaomba. Kiongozi wangu mmoja akanipigia simu. Uko wapi? Kwambia niko kwenye maombi. Niko mlimani kwenye maombi. Ambia, unaomba kwa Mungu gani? Mungu Dagoni, Mungu asiye chini. Niko mlimani. Sasa kumbe ndio maana tunaambiwa ukiingia kwenye chumba cha siri cha Mungu zima siri. Yaani hiyo hali ilinisumbua. Leo ibaki ni ushuhuda, usumbufu umeisha, ibaki tu ni ushuhuda. Ilinisumbua. Mungu gani? Mungu Dagoni, Mungu asiye chini. Na ni kweli nina miaka mingi sina majibu ya kila kitu nimekiomba. Lakini kumbe Mungu ni Mungu amejibu na nyakati. Ulipofika katika nijibu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo dumu katika maombi, usikatishe tamaa na mwingine awaye yote. Usitake heshima. Kiongozi mwenzangu, usitake heshima. Usitake heshima. Wamekupokea, hawajakupokea, wewe timiza wajibu wako. Wamekulisha, wamekulaza, wanafanya, wewe timiza wajibu wako. Mabaraka tu pamoja. Usiingie. Sasa, jamani, mimi si ndo mkurugenzi. Mbona mnishangili? Wewe timiza wajibu wako. Timiza wajibu wako. Vingine tu vina roho ya korosho. Roho za kinyongo. Hapa anakuchekelea, wao, jamani mkurugenzi wao. Lakini kumbe moyoni kako hivi. Usitake heshima. Usitake heshima. Fanya yaliyo wajibu wako. Toka na jilinde dhidi ya vyanzo vya dhambi. Usijiingize kwenye maeneo ambayo yatakupelekea kushawishika kufanya dhambi. Kuna dhambi za macho. Wewe unaingia baa, tudote. Nakunywa tu soda tu na kunywa. Umekosa pa kunywa. Unaenda kunywa baa. Labda kama una agenda. Kama unataka upeleke injili kwa wale mababeti. Hilo lipo, inawezekana. Unaingia pale umejaa uwepo wa Mungu. Sema wanakuchangia, mteja, niletee soda. Au niletee maji.
Na mimi nakunywa nini? Mimi kaa hapa. Yeye anakaa sawa sawa, maana wanabaaga sina adabu bwana. Anajua hapa nimeshapata mbuzi wa kumchuna, mwambie kaa. Mimi nakunywa nini? Sasa mwambie kunywa Sprite. Sasa mimi hiyo sasa mwambie kunywa. Hao mambo mengine baadaye. Na hapo sasa lazima uwe umejitiu, imekaa sawa sawa. Bwana Yesu atusaidie. Mwisho yote unaanza kueleza habari njema za Yesu Kristo. Tofauti ni hiyo kwenye baba mbele fanya nini? Mbele fanya nini? Kama sio uzinzi tu wewe. Mbele fanya nini? Kwa chipush, unaingia kwenye club hivi baba, tunaingia kwenye kombe la dunia. Dunia sasa hivi inaingia kwenye michezo kwa kusherehekea kombe la nini? Kombe la dunia. Hao unakuta mchungaji mzima anaangalia timu gani zile? Manchester, Brazil na Ufaransa. Kumbe tunazijua na nini? Na Italy. Sasa nyumbani kwako na TV. Lakini tunaenda kwenye nini? Kwenye kibanda umizi, ndio unakaa pale. Alafu umekaa, huyu hapa anavuta bangi. Huyu hapa anakunywa bia. Alafu amelewa. Alafu leo huko. Alafu unatoka huko, hiyo ni Jumamosi, Jumapili unakuja kusema madhabahu. Please pastor, pastor. Na mtoka kwenye kibanda umiza cha Manchester, unasema timu gani? Sele Italy. Alafu umeshangilia kule, umekaa pale na wajinga wale pepo wameshambukizwa ujinga. Alafu unakuja kusema madhabahuni, unasema leo tuseme Wagalatia 4 fungu la 52. Kumbe hata 52 Wagalatia 4 haipo. Amina. Marufuku mchungaji kwenda kwenye mambo hayo. Una TV ndani, kaa ndani na familia. TV yako neno la Bwana, haleluya. Kushangilia kwako ni katika maombi ya Roho Mtakatifu. Kesho ukiliombea kanisa, sio ukesho unaangalia Senegal, ukesho unaangalia nini hayo matima. Pastor, Roho Mtakatifu yuko wapi? Mwenye wivu na kanisa yuko wapi? Unaenda kujiuza wewe, kujikanga wewe kwenye vibanda hivyo, unatoka pale umeshaambukizwa ujinga pastor. Anakuja kuniambia mkurugenzi wa idara, kuja kuniambia wewe shemasa kanisa, mzee wa kanisa. Hapana, wewe ni mzee wa vile vibanda. Na kanisani toka, fanya matengenezo kwa upya, ufai. Unatumisha, unatuharibia kundi. Mungu atusaidie. Bwana atusaidie. Inaumiza mchungaji. Okay. Jerinde vile vyanzo vya ndani. Maandiko utapata huko muda uruhusu. Uwe na moyo upendo, huruma na msamaha. Kukosewa kupo. Kukosewa na kukwazana kupo, mchungaji. Kupo. Kumbuka msamaha. Achilia. Samehe mtumishi wa Mungu. Samehe. Kama Kristo asingetusamehe, sisi tungekuwa wapi? Samehe tu. Na Mungu akusaidie. Wasamehe wote. Hata hawa tulionao ambao ni B wa kwetu AGCIB, wasamehe tu. Usitaki waende jehanamu. Jehanamu sio labda yule ambaye amekusudiwa hivyo. Sasa hilo sio langu mimi na wewe, ila sisi tuwasamehe, tuwapende, wapende wote, wasamehe wote, wahurumie wote. Hilo usiwaamini. Hiyo ni kama ngumu, lakini ndio hivyo, usiwaamini. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mvumilivu, uwe na subira. Bwana Yesu apesi matendo. Moja mambo yanayolitesa kanisa leo ni watumishi, ni pamoja na dhambi iliyosema dhambi ya asili, dhambi za siri pia. Jitahidi mchungaji.
Ndugu katika maombi, samehe, achilia. Viongozi wangu mnanielewa? Wachungaji tuko pamoja? Viongozi wa kurugenzi tuko pamoja? Samehe. Na ili haya yatendeke kwako, Roho Mtakatifu awe ndani yako. Mpe nafasi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mpe nafasi ya kwanza katika maisha yako, ili akusaidie, ili akuwezeshe kufanya kile ambacho ni kwa mapenzi na kwa utukufu wake. Mengi sijagusa, utachukua pale hii pamphlet, chukua kwa gharama nafuu tu, kwa gharama nafuu. Bwana Yesu asifiwe. Nitamalizia, sio kama tutaweza kwa maombi, sijajua, lakini ni vizuri kwa ajili ya dakika nikomboe muda niseme la hali ya kanisa na kile kinachoendelea sasa. Hali ya kanisa letu la AGGCI na kile kinachoendelea. Ndugu watumishi wa Mungu, Baba Askofu Mkuu